wanayo kitaalamu professionally kwenye mikataba hatima ya hili wako nayo Wydad. Yani nafasi ya kuendelea kumuona Selemani Mwalimu akikitumikia kikosi cha Simba Sport Club toka pale Kariakoo iko chini ya himaya ya Wydad inayopatikana pale Casablanca. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia, kumbuka Wydad wana long term contract, wana mkataba wa muda mrefu sana na Selemani Mwalimu, ule mkataba wa kwanza ambao aliuingia wa miaka 4 karibu na nusu, ambao unatakiwa kwenda mpaka mwaka 2029. Na sehemu ya taarifa ya Wydad umeisikia, wanasema huyu ni mchezaji ambao bado wao wanaamini ana mkataba na club na ana mkataba na club, lakini bado ule mkataba uko kwenye progression na bado mkataba unaendelea. Maana yake nini? Unaweza kutambua kwamba any decision point, yani maamuzi yoyote yanayohusiana na Mwalimu aidha kuwa ndani ya Wydad ama yanayohusiana na Mwalimu kuwa ndani ya Simba Sport Club yako ndani ya himaya ya Wydad. Hilo la kwanza, kwa sababu huyu bado ana mkataba wa muda mrefu, long term contract, ambayo inatakiwa kumfanya aendelee kuwepo pale Casablanca mpaka mwaka 2029. Sasa ukirudi eneo lingine, hatima ya hili ni nini? Ametoka kuzungumza yeye hapa kwenye maelezo yake, nitachukua madogo sana. Kwa mujibu wa maneno ambayo amezungumza Selemani Mwalimu, amezungumza baada ya kuulizwa wanaojua ukweli wa kwamba nini kinatakiwa kuwepo na ambacho kipo ni baina ya vilabu viwili, kwa maana ya Wydad pamoja na Simba. Miss hivi vilabu viwili na yeye mwenyewe akiwemo, hatima yake itakuwa ni pale ambako kwa sasa hivi inaonekana kwamba kuna false statement. Kuna statement ambazo hazijawa clear, kuna statement ambazo hazijatoa full analysis, hazipo kwenye mazingira makubwa inazoeleza information full. Maana yake nini? Kama kuna false statement, yani statement ambazo hazionyeshi ukweli, maana yake nini? Klabu ya Simba, klabu ya Wydad watakaa kwenye table of discussion, wataona kwamba kama klabu alivyosema, moja kitu ambacho amekizungumza kwamba Mwalimu huenda yuko sehemu ya mpango, yani inaonekana kama Selemani Mwalimu yuko sehemu ya mpango wa Wydad wa miaka mingine na kwenda mbele. Watakwenda kukaa waone kwamba je, kwa mazingira ambayo yaliyopo Mwalimu wanatakiwa wamwache aendelee kucheza Simba kwa mkopo na hizo dola 50 ziweze kulipwa, ama huyu rais mpya ana project yake ambao anaamini na washauri wake wameweza kumwambia kwamba kwa mchezaji huyu tunastahili kuwa ndani ya timu na anawezekana akaisaidia timu. Maana yake unaweza ukaona kwamba hili swala liweze kumalizika lina cheni ya watu watatu, lina Wydad, lina Simba, lakini ukimtazama Mwalimu yeye kama mchezaji ambaye pamoja na kwamba ana long term contract zidi ya Wydad Casablanca, ingawa kwenye maelezo yake ukimwangalia ile facial expression, yani muangalie tu usoni anavyoonekana na anavyoongea, unamuona kabisa ni kama ana hadimaya kukaa ndani ya Simba, yani aendelee kuwepo ndani ya Simba kwa msimu unaofuata. Lakini hata yeye pia bado hana ile authority ama power ya kuendelea kuwa pale. Anasubiri zaidi Simba Sport Club against Wydad waweze kutengeneza clearance, wamalize na kuona kwamba nini ambacho kinaweza katokea. Kwa hiyo kwa mujibu wa swali lako, majibu halisi ya hatima ya hili itakuwa ni nini? Ni Simba, ni Wydad, kidogo pia na Mwalimu ambaye yeye pia kwa sababu yeye tayari ana mkataba wa muda mrefu pale Wydad. Maana yake wakishakaa hawa watu watatu, na najua ni swala la muda mdogo sana, kwa sababu kama ni email, kwa maana hiyo swala ni baina ya watu wawili kwa sasa, Simba na Wydad. Yes, ambao hawajaona email. Yes, Selemani Mwalimu yeye tayari, yeye anasikiliza waajiri wake wanasema.